Alama yoyote ambayo Kibu Denis anaiacha kwenye klabu ya Simba, kwa sababu tangu amejiunga na klabu ya Simba hakuna kitu kikubwa ambacho aliwahi kukifanya kwa ajili ya Simba Sports Club, ila Simba Sports Club ndio imemfanyia mambo mengi kuliko vile ambavyo yeye ameifanyia klabu ya Simba. Hajawahi kuingia kwenye records yoyote ya ufungaji wa mabao, hajawahi kuingia kwenye records yoyote ya kutengeneza nafasi za mabao, hajawahi kuingia kwenye records yoyote ya kuibeba Simba kwa namna yoyote ile. Ni mchezaji ambaye amekuwa na performance ya kawaida kuanzia anaanza kuitumikia klabu ya Simba mpaka hii leo anaenda kuuzwa kwenda Al Nassr Benghazi, ndo kwa kipindi chote hicho hakuna kitu kikubwa ambacho amewahi kukifanya. Msimu wake wa kwanza ambao amefanya vizuri sana klabu ya Simba, alifunga mabao 8. Msimu wake wa kwanza anacheza Simba alifunga mabao 8. Kwa hiyo sio mtu ambaye amekuwa na mchango mkubwa sana kwenye uzalishaji wa mabao kwenye klabu ya Simba, na from there hakuna season nyingine yoyote ambayo amewahi kufunga zaidi ya mabao hayo 8. Misimu yote ni chini ya mabao 8. Kwa miaka 4.5 ambayo amekaa, Kibu Denis hajafunga hata mabao yanayofika 30 kwenye klabu ya Simba. Sasa huwezi kusema amekuwa na mchango mkubwa wakati amekaa kwenye timu miaka 4 na hajafikisha hata mabao 30. Ingekuwa walau amefikisha hata mabao 40-50, unasema kuna alama anaiacha kwenye klabu ya Simba, lakini kwake hakuna chochote ambacho anakiacha. Na hata ukitazama kwenye mafanikio kwa maana ya kushinda mataji na nini, Kibu ameshinda taji moja la Ngao ya Jamii tangu amejiunga na klabu ya Simba. Hajawahi kushinda taji lingine lolote lile kwenye maisha yake ya soka. Kwa hiyo unaweza ukaona ni mchezaji ambaye alikuwepo tu Simba, lakini hakuwa na mchango wa direct kwenye kuipa Simba mafanikio. Kwa hiyo naheshimu career yake, naheshimu uwezo wake, lakini kuhusiana na issue ya mafanikio ndani ya klabu ya Simba hakuna chochote ambacho amekifanya ambacho kinaleta utofauti. Kwa hiyo hakuna pengo lolote ambalo analiacha kwenye klabu ya Simba, hiyo moja. Lakini pili, ni mchezaji ambaye amekuwa msumbufu sana kwenye klabu ya Simba. Kwa hiyo timu kama Simba haitaki kuwa na mchezaji msumbufu kama Kibu Denis. Yaani timu Simba haitaki kuwa na mchezaji ambaye kila siku anasumbuana na uongozi. Yaani kila ikifika mwishoni mwa msimu anasumbuana na viongozi. Kila ikifika mwishoni mwa msimu anasumbuana na viongozi. Hiyo haitakiwi kuwa hivyo. Mchezaji wa Simba anatakiwa kuwa na ile stability, kwamba anavyocheza mechi leo, kesho msimu umeisha, anakuwa na utulivu, anaisaidia Simba. Lakini Kibu ilikuwa kila msimu ukiisha utasikia anataka kuondoka. Mara hajaenda prison na timu ameenda kusalimia Marekani huko. Mara sijui imekuaje. Yaani anakuwa na purukushani nyingi ambazo hazina maana. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye amewasumbua sana Simba kwa muda mrefu. Na hata kipindi kile naamini ambacho Simba wameamua kumuuza kwa sababu wameona labda miezi 6 mbele mkataba wake of course unaisha, kwa sababu mkataba wake ulikuwa unaisha mwishoni mwa msimu huu. Kwa hiyo wamepiga mahesabu wakaona kwamba huyu hawezi kuja kuongeza mkataba mpya. Kwa hiyo tizibeta tukamuuza, halafu akajua maisha yake mengine. Kwa hiyo nafikiri ni mchezaji ambaye kwangu mimi Simba kuachana naye ni jambo la kwanza bora na ni jambo la maana zaidi, kwa sababu Simba inahitaji kupata wachezaji wengine ambao ni bora zaidi. Lakini la tatu ni kwamba Kibu hajawahi kuwa mchezaji mkubwa. Ni kwa sababu tu Simba yenyewe ilikuwa imechoka. Ile kama Simba ingekuwa bora, ile Simba ya kina Ralbwali, ya kina Kachika, hata ya kina Hassan Dilunga, ya kina Mzamiru Yasini kwenye moto wa hali ya juu, kina Clatous Chota Chama, Luis Jose Miquissone, Chris Mushimba Mugalu, John Rafael Boko, Medi Kagere, Kibu asingeingiza hata kucheza dakika moja pale Simba. Asingepata nafasi ya kucheza hata dakika moja, kwa sababu ni Simba ambayo ilikuwa na wachezaji wengi bora, wachezaji ambao ni top quality, wachezaji wenye uwezo mkubwa sana. Yani asingepata nafasi ya kupenya kwa namna yoyote hiyo. Lakini kwa nini sasa hivi amefanikiwa kupenya? Kwa sababu timu ina wachezaji wengi ambao ni dhaifu, ina wachezaji wengi ambao sio bora. Kwa hiyo still hata kile kidogo ambacho anakitoa kinaonekana kama ni kitu kikubwa. Lakini hiyo Simba ambayo mimi naijua, hiyo Simba hatari kweli kweli, ile asingeweza kupata nafasi ya kucheza. Simba pekee anaweza kupata nafasi ya kucheza Kibu Denis ni hii Simba ya sasa, na Simba ile ya miaka ya 2014, 15 na 16. Hizo anaweza kucheza. Lakini kuanzia 17 kuja mpaka 21 ni ngumu sana Kibu kupenya kwenye kikosi cha kwanza cha Simba, kwa sababu ni mchezaji wa kawaida tu. Lakini kutokana na matatizo ambayo Simba ilikuwa anapitia, ile ilikuwa inamfanya yeye anaonekana mchezaji bora na mchezaji muhimu kwenye klabu ya Simba. Ni jambo zuri kwanza wao kuachana naye, kwa sababu inawapa room sasa Simba kuendelea kufanya maboresho ya timu, kwa kuendelea kusajili wachezaji wengine ambao ni bora zaidi, ambao atakuwa na msaada mkubwa na klabu ya Simba, tofauti na vile ambavyo alikuwepo kwenye timu. Unajua, ukiwa na mchezaji ambaye anakusaidia kwenye kuassist, anakusaidia kufunga mabao, inakusaidia hata kupata mafanikio kwa haraka. Lakini ukiwa na mchezaji ambaye haassisti, hafungi, sasa wakazi gani? Sasa Kibu kwa mfano msimu uliopita, msimu mzima amefunga bao moja kwenye ligi. Sasa unakaa naye wa nini? Msimu tangu umeanza hajafunga hata bao moja kwenye ligi, wala hata kuassist kwenye ligi. Unakaa naye wa nini? Simba inahitaji wachezaji ambao ni potential, wachezaji ambao wana uwezo wa kufunga na kuassist. Kibu hana huo uwezo.
Kwa hiyo kwangu ni jambo zuri Simba kuachana naye, na itawasaidia zaidi kwenda kutengeneza mazingira mengine ambayo ni bora zaidi ya kupata wachezaji wengine ambao atakuwa na uwezo mkubwa zaidi. Mnufaika zaidi kati ya Kibu Denis na Simba ni nani? Kibu amenufaika by the way, kwa sababu kwanza amepata pesa nyingi kupitia Simba, lakini pia anaenda tena kupata pesa nyingi, yaani huko alikouzwa pia anaenda kupata pesa nyingi. Kwa hiyo klabu ya Simba imemvalue, imempandisha thamani tofauti na ile thamani ambayo alikuwepo nayo mwanzoni. Kwa hiyo imeenda kuongeza kitu kwenye thamani yake, na itamsaidia zaidi pia kwa sababu anavyoenda kule Libya kuna uwezekano akaenda kuonesha uwezo mzuri zaidi akasogea. Ingawa sasa kuna tendency ya wachezaji wengi ambao watoka kwenye ligi yetu wakifika Libya pia wafanye vizuri. Unajua hata Jonathan Soa ambaye ni star kwenye ligi yetu lakini alifika Libya hakufanya vizuri. Ndo akaja Singida Black Stars. Kwa hiyo ni changamoto ambayo ipo tu kwa wachezaji wetu, mara nyingi wanaondoka halafu wanafeli wanarudi, mara nyingi wanaondoka halafu wanafeli wanarudi. Kwa hiyo mimi nadhani kwenye issue kama hizi Simba kama club wao wamepunguza mzigo kwenye timu, lakini Kibu kwake amepata faida kwa sababu tayari thamani yake imeongezeka na ataenda kufanya kitu kikubwa zaidi kwa ajili ya maisha yake pia huko mbele. Ligi ya Tanzania kwa maana NBC ni dhaifu, tunaweza kusema hivyo. Tumeona pia wameondoka wachezaji wengi, wameenda huko Warabuni, wameshindwa kwenda kuendana na kasi ya kule. Tunaona hata Stefan Azikiwe tunasema kwamba huenda dirisha kubwa la usajili atarejea tena nyumbani. Of course kurejea ni jambo la kawaida kwa wachezaji ambao wacheza kwetu. Ligi yetu sisi ina hyping kubwa, lakini sio ligi bora. Kiasi kwamba mchezaji hapa kwetu anaweza kaonekana mchezaji mkubwa sana, lakini akaenda kwenye ligi za kaskazini kule akashindwa kufanya vizuri akarudi hapa nyumbani. Kwa sababu hapa kwetu kitu kidogo kifanya kinaonekana mjadala mkubwa. Ndio maana leo tunamwimba Kibu Denis kama star wa Simba, kwa sababu ya udhaifu ambao upo kwenye ligi yetu. Tungekuwa na ligi bora, hata wachezaji wetu wakitoka kwenda nje wangeweza kwenda kusurvive vizuri, lakini kwa sababu hatuna ligi bora, hiyo imesababisha wanapofika kule wanashindwa kufanya vizuri, wanarudi wapi? Hapa nyumbani. Hata kina Kibu, kina Mukwala, kina nani, wataenda tu watarudi tu. Tuko tu hapa. Hata Ishu Aziz Ki yule kusemaga mwanzoni, hawezi kudumu Wydad Casablanca. Na of course pia hakudumu kweli, akaondoka. Na sasa anatajwa pia anaweza kurejea mwishoni mwa msimu huu. Ligi yetu ni dhaifu. Sisi ligi yetu ni dhaifu, yani haina ubora huu ambao tunauona. Ligi yetu sisi inabebwa na timu hizi mbili, Simba na Yanga. Ukiondoa Simba na Yanga hakuna timu nyingine ambayo inaweza kushindana na hizo timu mbili za Simba na Yanga. Hiyo inaweza kupa picha ya aina gani ya ligi tulionayo. Lakini kwa sababu pia CAF wana rank ligi ubora wa ligi kutokana na points ambazo mmekusanya kwenye mashindano ya kimataifa, na Simba na Yanga zinajitahidi kukusanya alama nyingi kwenye mashindano ya kimataifa, hiyo inasababisha sisi tuingie kwenye ile orodha ya kuwa ligi bora. Lakini ukiangalia level ya timu zetu kama Mashujaa, JKT, Pamba Jiji hazitupi quality ambayo inaendana na ubora ambao unatajwa kwetu sisi. Kwa bado ligi yetu kuna timu chache ambazo zini bora, na nyingi kati ya 80% ya timu nyingi kwenye ligi hazina ubora huo, na ndio maana unaona mara nyingi timu zetu pia kwenye mashindano ya kimataifa hazifanyi vizuri. Kwa maana hivyo wachezaji sasa hawa wengine ambao tunatarajia wakaperform vizuri, wakafanya vizuri ndani ya ligi yetu, natamani labda wakienda sehemu nyingine tofauti na Uarabu ili kwenda kuonyesha. Sasa unajua pia hapa kwetu wanalipa pesa nyingi. Yaani faida nyingine kwenye ligi yetu ni kwamba wakiimbwa sana sasa hapa waende wapi? Sasa inabidi tubaki hapa kwa sababu ligi yetu sisi pia inalipa pesa nyingi. Yaani hawezi kutoka hapa kaenda Kongo. Kongo hawalipi pesa nyingi kama ligi yetu. Hawezi kutoka hapa. Kwaga mengi kwamba mchezaji fulani anafanya vizuri na bili auzwe pengine kuwaletea pesa nyingi. Ndio sasa kwenda kuuzwa si ndio huko sasa anaweza kwenda huko Libya ambao mwisho wa siku watashindwa watarudi. Lakini klabu ishafanya biashara. Lakini zipo ligi ambazo sasa hivi mchezaji wa Tanzania hawezi kwenda, yani huwezi kwenda Kongo, huwezi kwenda Zambia, huwezi enda Kenya, huwezi enda Uganda, Rwanda au Burundi, kwa sababu hizo ligi hazilipi pesa nzuri kama ligi yetu sisi. Kwa hiyo malipo ya ligi yetu ni makubwa, ndio maana wachezaji wengi pia wanamiminika kuja hapa. Leo huwezi kusema leo labda Azizi Chama labda asajiliwe kwenda ASEC Mimosas pale Ivory Coast. Pesa ambayo analipwa hapa Tanzania hawezi kulipwa pale Ivory Coast. Umeona? Kwa hiyo inabidi asalie wapi? Asalie hapa. Kwa hiyo timu zetu sisi kidogo zinabebwa na ile ligi ina pesa.
lakini haina ubora ule ambao sisi tunauzungumza kwenye mitandao ya kijamii. Zaidi ni club na sio Yes, ni klabu zinanufaika kwa sababu sisi zinauza. Mchezaji akienda huko akishindwa si atarudi, akirudi hapa atasajiliwa tena, atacheza, ikija ofa ya kumuuza utamuuza, baadaye utamrudisha. Maisha mengine yanaendelea mpaka astaafu. Asante sana.